Mtazamaji wa Manara TV, hapa nipo katika kata ya Mbureni, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Mapema leo imezuka taharuki kwenye msiba wa kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Benson Molel ambaye alifariki huko mkoani Mbeya akiwa katika shughuli za uchimbaji wa migodi. Baada ya kufariki alisafirishwa hadi nyumbani kwao mkoani Arusha. Baada ya mwili kufika mkoani Arusha katika taratibu zao za kifamilia kwa ajili ya maziko, walipanga mwili wa kijana Benson utolewe mochwari saa 1 asubuhi kisha uletwe eneo la nyumbani kwao. Jambo ambalo marafiki wa marehemu Benson halikuwapendeza. Hivyo, baada ya mwili kufika nyumbani walichukua mwili huo na kuurudisha mochwari ili waulete kwa msafara na taratibu zao walivyopanga wao kama marafiki wa Benson. Mimi naitwa Zabloni Raeli Kitomari, ni mjomba wake na marehemu Benson. Kwanza kwa mara ya mwisho Benson alikuwa anakaa kwangu, nyumbani kwangu Engo Sheraton, na alivyoondoka alikimbilia mkoa wa Tanga kwa ajili ya utafutaji wa madini. Lakini alitokea kijana mmoja anaoitwa Tino wa ndani ya boma hili, alimuita Mbeya huko mkoa mpya wa Songwe kwa ajili ya utafutaji wa maisha, uchimbaji wa madini ya aina ya dhahabu. Amefika siku ya Jumapili wiki iliyopita usiku kwa maelezo ya huyo Tino, baada ya kuleta mwili pale mochwari niliohojiana naye. Amefika Jumapili. Jumatatu mjomba akawa amepata umauti. Lakini sisi kama sehemu ya familia ya Beni hatukupata taarifa yote siku ya Jumatatu, na huyo Tino akazima simu yake. Jumanne amezima simu, hapatikani. Jumatano amezima simu, hapatikani. Tumekuja kupata taarifa siku ya Alhamisi saa 12 alfajiri kwamba mjomba wangu Benson ameokotwa kwenye shimo au maduara ya dhahabu, ameshakufa. Basi tukajua kule, kwa sababu kuna jeshi la polisi watashughulika kutoa taarifa, lakini kumbe taarifa alienda kuitoa siku ya Jumatano kwamba ndugu yake amefariki. Alhamisi ile, Ijumaa, Jumamosi usiku nimepokea mwili Mount Meru hospitali mochwari ukiwa umetokea Songwe. Tukakubaliana na jamaa, ndugu wale wa jamaa waliokuwepo pale. Bwana mmoja anaitwa Rasta ambao yuko mara nyingi pale mochwari, pia tulishirikiana naye siku hiyo mpaka usiku. Tukakubaliana mazishi yatakuwa leo kwa vikao vilivyokuwa vinaendelea vya boma lao. Lakini cha kusikitisha sana, asubuhi nimewasha gari nimekwenda mochwari kwa ajili sasa ya kwenda kujua ule mwili wa mjomba wangu tumeuhifadhi umeshaandaliwa vizuri. Cha kusikitisha, nimefika mochwari na naangalia hata jeneza lilokuja nalo kutoka Songwe alipo pale. Kwenda ofisi ya mochwari, wamepitia zile dokumenti zao, wakaniambia Benson ameshaondoka saa nyingi sana. Kwa haraka nilimpigia huyo Rasta saa 1:30. Nikampigia Rasta, huyo anaitwa Ulomi nafikiri. Ulo. Nikampigia simu, ndugu yangu vipi? Mmeshaondoka? Akaniambia brother, tumefika maeneo ya kwa mrefu. Nikamwambia kwa nini mmefanya haraka namna hiyo? Wakati mimi nilikuwa nawasiliana na mdogo wangu ambao ni mama yake na Benson pamoja na shemeji yangu kwamba wanakuja mochwari ili waje wakaangalie mwili wa mtoto wao pia ukiandaliwa uwekwe kwenye jeneza kwa ajili ya kuletwa nyumbani. Haraka imekuwa ni ya nini kuwaisha mwili nyumbani haraka kiasi hicho? Hata mama yake mzazi hayupo, baba yake hayupo. Nini kimetokea? Hakuwa na majibu ya kunipa. Basi niliwasha gari yangu nikaelekea msibani. Nimefika msibani, kweli kimsingi nilikuwa nimechukia na taharuki. Nimeenda kumuona mdogo wangu pale ndani, ameishiwa nguvu, ana jinsi ya kufanya, sababu inaonekana kwamba vile hana msaada wa aina yoyote aliyopata ndani ya familia hiyo aliyoolewa. Okay. Nafika naambiwa tena ule mwili umezuiwa na vijana wanajiita wadudu kwamba uingii, kwa nini umeletwa haraka. Mwili ukarudishwa mochwari. Kwa hiyo hivi sasa hivi tunavyoongea gari iko njiani inaleta mwili. Lakini pia nilishukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Arumeru. Nadhani baada ya kuona taharuki iliyotokea, basi viongozi wa jeshi la polisi wamewahi kutukimbilia kuepusha labda yamkini madhara mengine yangetokea zaidi ya kifo cha huyu mjomba wetu. Kwa majina naitwa Fikiri Brian Maskani Kimara. Kiufupi ni kwamba
ratiba ya wanafamilia wanaboma walikubaliana kwamba mwili utoke mochwari saa 12 na madakika ufike nyumbani saa 1, lakini ni kweli ratiba ilienda hivyo. Mwisho wa siku ni kwamba tumefika karibia na kuingia bomani, rafiki, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu wakasema kwamba haiwezekani ndugu yetu kutoka nyumbani, kutoka mochwari mapema saa 1. Arusha tushazoea kutoa mwili saa 2, saa 3, kuingia kwenye boma saa 4. Inakuwaje marehemu atolewe mochwari bila ya sapoti ya rafiki zake? Marehemu ni mtu wa watu, marehemu anaishi na watu vizuri. Kwa hiyo familia kama familia ikawauliza kwamba madereva, umoja wa madereva wa pikipiki, je, mnatakaje? Umoja wa madereva wa pikipiki wakasema kwamba tunahitaji kumchukua ndugu yetu kuanzia saa 3, saa 4. Familia ikawaambia fanyeni basi mnavyoweza. Familia ikaamua kwamba kuniambia mimi dereva ni wasikilize marafiki wa marehemu. Marafiki wa marehemu wakachukua hatua ya kushusha mwili kwenye gari yangu ambao ni Arusha Funeral. Wakashusha mwili kwenye huduma ya funeral service, wakaingiza kwenye noa ya kawaida private, wakarudi nao mochwari. Mwisho wa siku marafiki wa marehemu wakaamua wachukue gari nyingine, wachukue na mashine winch ya kushusha mwili, waje nayo ili waweze kumsindikiza rafiki yao. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba familia iliamua mwili uje saa 1, marafiki wameamua mwili uje saa 4. Ndicho kilichotokea, kwamba marafiki huwezi kuwazuia kwamba wanamtaka mpendwa wao waingie bomani saa 4 wamsindikize. Wanataka msafara, hivyo wanataka kampani ya ndugu yao, kwa sababu tumeishi na marehemu vizuri. Kwa kuwa tumeishi na marehemu vizuri, marafiki wameamua kwamba wambebe rafiki yao, pamepambazuka saa 4. Kwa hiyo tofauti, familia ikawaruhusu kwamba basi fanyeni mnachotaka. Ndicho kilichotokea, kwamba marafiki wameenda kuchukua mwili, wamechukua gari nyingine, wamechukua na winchi, na subiria mwili uingie bomani ili niweze kuseti winchi kwenye kaburi, niweze kushusha mwili badala ya ibada ya mazishi kukamilika. Gari ya kwanza imeshalipwa na winchi ilishalipwa, na sasa hivi wamelipa mara ya pili, wamelipa gari, wamelipa na winchi. Mambo yanaenda vizuri, yani ni umoja tu wa marafiki. Hadi sasa ratiba zinaendelea vizuri, namshukuru Mungu katika hili. Diwani wa kata hii ya Ambureni, Faraja Maliaki, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kwamba hili limesikitisha familia nzima. Hii ni Manara TV kutoka mkoani Arusha. Mimi ni Ezno. Asante sana. Naitwa Daktari Faraja Maliaki, ni mheshimiwa diwani wa kata hii ya Ambureni. Kitu kilichotokea leo kweli kimetuletea taharuki. Movement ambayo imetokea hapa imekuwa ni changamoto kwa sisi wakazi wa Ambureni, kwa sababu mwili umekuja na watu tuko kwenye maombolezo, lakini zaidi boma hili limeandaa ratiba, na baadaye ratiba ikavurugika baada ya mwili kuja na kurudishwa. Kiukweli jambo kama hili kwa kata ya mjini kama hii hatujaifurahia sana, na kiukweli vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea hata barabarani hazijatubariki, lakini si peke yangu, haijabariki hata waombolezaji ambao walikuwepo hapa, haijabariki boma. Jambo hili ni jambo ambalo tunalipinga, na jambo hili halikubaliki especially kwa kata ya mjini kama hii ambayo ina viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Familia iko vizuri, boma liko vizuri kabisa. Boma limeandaa chakula, limefanya maandalizi makubwa sana. Jambo hapa lililotokea ni vijana kutokuwa waadilifu, kwa sababu boma ilishapanga ratiba yao ya kupika chakula, na kanisa ilishapanga ratiba yao ije ifanye maombolezo hapa na ibada, lakini baadaye vijana hawa wa bodaboda wakaja kuvuruga ratiba kwa kurudisha mwili tena. Lakini kwa hiyo mwandishi wa habari, hilo ndo naweza kulisema kwamba tatizo si familia, tatizo ni vijana